Singida Black Stars nafasi ya 4 mpaka hivi sasa. Soka icon ya soka la Tanzania, kama unataka kupata kutazama soka la Tanzania liko namna gani, basi unaweza ukaenda ukatafuta kuanzia timu iliyopo nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 4. Ile top 4 ndo cream ambayo pengine hata kama ni mtu ambaye anatamani kufuatilia soka la Tanzania, basi anakwenda kuangalia katika ile top 4 huwa ina wachezaji wa namna gani, inachezaje, ina benchi la ufundi la namna gani. Kwa hiyo katika hadhi ya ligi yetu tunaweza tukasema ni mechi ya daraja B. Yes, kwa maana ya ile Simba, Yanga na Azam wao wanapokutana, tunatemu hiyo mechi ni kama daraja A. Sasa kwa Singida Black Stars anaingia humo kama daraja B to me, kwa sababu ya aina ya kile kikosi ambacho yuko nacho. Singida Black Stars so far ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji wazuri sana. Unawataja wale kina Arthur Bada, unawataja wale kina Maruf Chakei, Anthony Trabi ni wachezaji ambao hapa kwa ligi yetu hapa nyumbani Tanzania wanaweza wakacheza klabu yoyote, either Simba ama Yanga, wana huo uwezo wa kucheza katika kikosi hicho. Kwa kutambua hiko thamani ya kikosi cha Singida Black Stars, yes, pamoja na benchi lao la ufundi, unaona kabisa kwa in terms of kabla ya mchezo wenyewe, unaona kabisa ni timu zote mbili ambazo zina hao wachezaji wa kuweza kutuonyesha burudani nzuri sana jioni ya leo. Lakini kuna vitu kadhaa ambao tunavitazama. Siku ya jana nilipata nafasi ya kuwasikiliza makocha timu zote mbili. Kwa upande wa Simba waliwakilishwa na kocha msaidizi Selemani Matola. Yeye alizungumza vitu vingi sana, ikiwemo ufinyu wa muda, na hilo hamna mtu ambaye anapingana na hilo. Sisi sote ni mashuhuda. Mei 25 ndio imechezwa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika visiwani Zanzibar, na siku ya juzi kwa maana ya tarehe 26 kikosi kikarejea Dar es Salaam, na tarehe 27 jana kikosi ndio kimeingia kambini na kufanya maandalizi kwa maana ya ili timu kuelekea mchezo. Baina ya mchezo na mchezo mwingine, timu huwa kuna nyakati kama 3 hivi huwa wanazipitia. Kuna nyakati zile za recovery, wachezaji kwenda kunyoosha mili, kuweka viungo sawa, and then siku inayofuata wachezaji wanafanya mazoezi kwa maana ya kucheza ili kurudisha ule utimamu wa mwili physically. Lakini siku ya 3 ambayo ni siku special kwa ajili ya mabenchi ya ufundi, kwa maana ya sisi tumeshafanya mazoezi sawa, lakini mazoezi tulioyafanya yanalingana na mpinzani jinsi alivyo, kwa sababu ili ipatikane first 11 ya timu ni lazima kocha mkuu, kocha msaidizi pamoja na match analyst wao kwa pamoja wanaitazama timu pinzani, style of play ya kwao ikoje, aina ya wachezaji wao wa kwao wakoje, kisha wanarudi katika kikosi chao kulingana na wapinzani vile walivyo, wanarejea katika kikosi chao, wanaona kulingana na vile ile timu ilivyo ni nani anapaswa kuanza kwenye kikosi chetu, na ndio maana unaona first 11 inapatikana kwa style hiyo. Sasa hivi vitu vitatu ambao nimevizungumza huvioni kwa Simba. Yes, huvioni kwa Simba, badala yake siku ya jana ndo vitu vyote hivyo vimefanyika kwa wakati mmoja. Lakini tunasema timu ambayo ni kubwa, yes, timu ambayo ni kubwa, maana yake kila mechi kwao ni finali, inajua namna ya kuzicheza hizi mechi, na kwa levels ya wachezaji walio wengi wa Simba hawahitaji maelekezo mengi sana, vingi walikwisha kuvifanya, wanajua namna ya kutunza energy zao. Na hii leo mimi binafsi nafikiri 90% mpaka 95% ya kikosi kile ambacho kilicheza finali ndicho ambacho tutakishuhudia hii leo, kwa maana ya setup ya timu ya klabu ya Simba itabaki kuwa ni ile ile. Kama kutakuwa na mabadiliko, sioni akizidi mchezaji mmoja ama wawili, hasa kwa Kibu Dennis, na muone inawezekana akachukua nafasi ya miongoni ya wachezaji. Christian Leonel Ateba pia inawezekana ikawa hivyo. Kwa sababu gani? Huu ni mchezo wa maamuzi. Maana yake huu mchezo ni mchezo ambao unamalizika ndani ya dakika 90. Dakika 90 zikimalizika, kama ikitokea ni sare, maana yake Simba katika zile resi za ubingwa habari yake inakuwa kwa kiasi kikubwa imemalizika, kwa maana ya wakidondosha alama 2 mpaka hivi sasa, ili awe sawa na Yanga, manake yuko nyuma ya pointi 1. Manake akidondosha leo alama 2 zinakuwa ni alama 3. Kwa hata ile dabi ya Kariakoo Juni 15 huenda
ikakosa ule mvuto mzuri, kwa sababu hivi sasa joto ni kubwa sana, kwa sababu Juni 15 huenda ndo bingwa wa Tanzania anaamuliwa, kama mambo yatakwenda kama vile ambavyo shirikisho la mpira wa miguu pamoja na TPLB wao wameipangia hiyo tarehe. Kama itachezwa na Simba akashinda viporo vyake, pengine bingwa atatokea pale. Lakini kwa upande wa Singida Black Star mwanzo walikuwa wanasema hatuchezi, walivyoongezea hiyo siku zinakimbia. Yes, siku zinakimbia. Leo ni leo ni Mei 28, nafikiri zimebaki kama wiki mbili hivyo. Lakini kwa upande wa Singida Black Star nimemsikia kocha David Ouma, yeye anasema kwa hivi sasa wao wana hiyo tiketi ya kushiriki michuano ya CAF Confederation, kwa maana ya ligi ya mabingwa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo mchezo hii leo, na ilivyo bahati kwao, mchezo walikuwa na mipango hata kupata michezo kirafiki ili kuona kikosi chao kwa sasa hivi kiko namna gani kuelekea hiyo michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu wana hiyo tiketi. Lakini wanasema mchezo hii michezo miwili, kwa maana ya, kwa sababu Simba na Singida wanacheza leo, lakini Simba na Singida tena nafikiri Mei 31 pia wanacheza katika hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB. Kwa David Ouma, benchi lao la ufundi limepongeza sana na limefurahi sana, kwa sababu wanapokwenda kucheza dhidi ya Simba wanaamini ni miongoni ama ni zaidi ya miongoni mwa timu ambazo zinapatikana katika kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa mujibu wa kocha wa Singida Black Star, anasema mchezo hii leo atakwenda kufanya kile walichokifanya RS Berkane, kwa maana ya lengo lake kubwa ni kutaka hizo alama 3, lakini lengo mama zaidi ni kwenda kuona yuko fiti kwa namna gani kuelekea michuano ya kimataifa, kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu ujao wa 2025-26. Sasa hivi vyote ambavyo vimezungumza na makocha timu zote mbili, unaiona pressure iko kwa Simba kuliko kwa Singida Black Star. Singida Black Star ni kama wanaianza pre-season yao, kwa sababu nafasi waliopo Singida Black Star haiwaruhusu kupiga hatua moja nyuma, kwa maana hata ukipoteza mechi zote zilizobaki hawawezi kushuka kutoka nafasi ya 4 wakarudi mpaka nafasi ya 5, isipokuwa kama wakishinda mechi zao zote ambazo zimebaki na Azam FC akapoteza alama, manake Singida Black Star ana uwezo kupiga hatua moja kwenda mbele, lakini sio mbili, kwa maana ya Singida Black Star anaweza akashika nafasi ya 3 kama Azam FC hatafanya vizuri, lakini hataweza kushika nafasi ya pili, kwa sababu ameacha pointi nyingi sana na mtu ambaye yuko nafasi ya pili ambao ni Simba, pengine na Yanga ambayo yuko nafasi ya kwanza. Kwa hiyo Singida mpaka hivi sasa hiyo pressure kubwa hana, ndo kama ambavyo tumemsikia kocha wa Singida Black Star David Ouma anasema tunaanza kukiandaa kikosi chetu kuelekea kuikabili michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo hii maana yake ni nini? Hii leo kwa upande wa Singida Black Star sioni kama hiyo timu inaweza ikawa ina pressure kubwa kwa namna hiyo, isipokuwa pressure naiona kwa Simba kwa sababu ya uhitaji wa hizo alama 3 kwanza, ili kusudi aendelee kuwepo katika zile mbio za ubingwa. Simba alikuwa na uwezo kuchukua hiyo treble, kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika, kombe la CRDB Federation, lakini ligi kuu pia. Lakini mpaka hivi sasa unaona kombe moja hamna. Kwa hiyo kama kombe moja hamna, maana yake nguvu na kila kitu kimeelekezwa katika hii michuano ya ndani. Lakini huu ni msimu wa usajili unakuja, msimu wa usajili ndani ya kikosi cha Young Africans za ndani kabisa ambao niko nazo mpaka hivi sasa. Daktari fundi wa mpira Khalid Aucho bado hajasaini kandarasi nyingine ya kuendelea kuitumikia klabu ya Yanga, lakini pia zipo taarifa ambazo zinamhusisha Djigui Diarra huenda mwishoni mwa msimu akaondoka ndani ya kikosi cha Yanga, na wapo magolikipa ambao wanatajwa ikiwemo golikipa wa Singida Black Star ambao yuko pale, nafikiri Nigeria yule ambao yuko pale anahusishwa kujiunga na Yanga, lakini pia Aish Manula ambaye anahusishwa kama golikipa mzao wa ndani, ingawa mvutano ni mwingi sana baina ya Yanga na Azam FC, wote wanahitaji saini hiyo. Lakini Clement Mzize ni swala la muda tu. Zamalek wameonyesha hiyo nia ya moja kwa moja ya kuhitaji saini ya Clement Mzize kulingana na ubora ambao amekuwa nao kwa misimu ya hivi karibuni. Kwa hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao
ndani ya Yanga, huenda tusiwashuhudie msimu huu ambao unakuja 2025-26. Na siku ya jana nilimsikiliza vizuri sana Azim Dewji, miongoni mwa watu wa mpira nguli kabisa katika ardhi hii ya Tanzania, akizungumza miongoni mwa sababu ambazo yeye binafsi anaziona kwa ukongo wake, miongoni mwa sababu ambazo anaziona zinapelekea timu zetu kutokufanya vizuri sana katika hii michuano ya kimataifa ni kuondokewa na wale wachezaji bora. Kwa maana ya, akatolea mfano, tazama ile Yanga ambayo ilicheza dhidi ya USM Alger, ilikuwa na mshambuliaji Fiston Maele, lakini Fisto Kalala Maele, kama Yanga ungeweza kumbakisha, manake safari yao ya msimu uliofuata ambao waliondoshwa na Mamelodi Sundowns kwa zengwe kubwa katika hatua ya robo finali, manake zile nafasi ambazo Yanga walikuwa wanazitengeneza. Na tukumbuke msimu ule katika safu ya shambuliaji alikuwa Kennedy Musonda, Jean Baleki kama nakumbuka vizuri, pamoja na Joseph Gede alikuja akajiunga baadaye, lakini Clement Mzize pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanapata hiyo nafasi kubwa sana. Lakini kutokana na ubora wa Fiston Maele, Azim Dewji yeye anasema kulikuwa na uwezekano mkubwa sana wa wale Mamelodi kupigwa nje ndani kulingana na nafasi ambazo Yanga alikuwa anatengeneza, lakini alikosa mshambuliaji katili kwa aina ya Fiston Maele. Akarudi pia kwa upande wa Simba, anasema Simba mfano mechi ya juzi, Simba kipindi cha kwanza alikuwa na nafasi ya kuondoka hata na magoli matatu. Yes, magoli matatu tena kwa bila kabisa. Kwa huenda ubingwa ungebaki, lakini ni kwa sababu hatukumbatii wale wachezaji wazuri. Na sisi pia kupitia kile ambacho amekizungumza mkongwe Azim Dewji, unaweza ukaona, nenda katazame pale Mamelodi, hilo jina la Peter Shalulilo umeanza kulisikia lini? Ni takriban msimu wa 4. Nenda kamtazama wale wakina Taboho Mukwena, wakina Marcel Alende, ni toka lini tumeanza kuwasikiliza. Mamelodi wana huo uwezo kukaa na mchezaji bora misimu 3, 4 mpaka 5. Nenda pale Al Ahly wala kina Imamu Ashur, tumeanza kuwasikia lini? Golikipa Mohamed El Shenawi, tumeanza kuwasikia lini? Na tazama nini ambacho anakifanya mpaka hivi sasa. Ili ufanye vizuri katika jambo lolote, lazima uwe na muendelezo bora, na ili kuwa na muendelezo bora lakini pia vitendea kazi unapaswa kuwa navyo, sio kila siku unabadilisha. Maana yake kwamba ukiwa na timu wachezaji wazuri usiwapoteze, hiyo ndo maana yake halisi. Aliza je, wanayo hiyo timu zetu hizi, vilabu vyetu vina misuli, hiyo ndo changamoto. Tena watu tuseme kwamba huyu mtu atabaki hapa mimi, hiyo ndo changamoto. Hata sehemu nyingi unakuta labda wale wachezaji wazuri lazima waondoke. Kwa mfano Aziz Ki, Yanga alikuwa analipo milioni 53, lakini kule Wydad kwa mwaka anakuja bilioni 1.2. Yes, sasa hiyo bilioni 1.2 ukipiga mahesabu ni kama milioni moja na 2 hivi kwa mwezi ambao anaikuja pale Wydad, wakati huku Yanga ilikuwa ni milioni 53. Kwa ameenda kupewa mara 2 zaidi. Sasa hata kama ndo wendo Stefan Kiazizi utafanyaje? Huwezi kukataa. Ushaona? Kuna mtu kama huyu Hamisi, lazima ukubali. Ni majira saa 1 na